Mimi nimeanza kuvaa zile uniform mwaka 2009 kama unasema mwanzo, niko Jakaya Theater. Kuna kundi kwa inaitwa Jakaya. Lakini hizo uniform mimi nilianza kupewa na fande moja inaitwa Kufa Kwenda. Nikiwa na mwanangu Pachango aitwa Alex Machejo. Kipindi hicho ITV. Kwa alishonea akatupa, lakini tukaja na mwingine alikuwa mkubwa kipindi kile, alikuwa mkuu wa polisi na akaja akatuita akatupa. Ni mafansi kama mafansi. Lakini kwenye ngoje tuko vizuri. Kwa hiyo nina sababu na nina maana ya kuzivaa kwa sababu kuna content unaovaa ambayo inaweza kaleta utofauti kwa sababu bahati nzuri kuna namna fulani na fahamu kodi zake, mazingira yake, na ndio maana mimi mashabiki zangu wengi naomba Afande Karokola wananijua sana. Mimi baada ya kuwa adui wao, hata nikila rushwa, baada nile rushwa wachukio wao wanasherekea. Sasa wanajua kuna namna fulani na iokota na akumbusha memory zao, sio kwa ubaya. Kumbusha kwamba okay, kwa 1 2 3 hichi akipo na maskari wapo. Unajua wengine hata hawajui. Mimi ni wakala sasa. Ambacho kitu kama na mtu mwingine anataka cheza doctor, mwisho namuona anacheza kwenye nini? Anacheza kama doctor, mwingine anacheza kama chizi. Nani wakala wa machizi? Sasa mimi ni mawakala wa maaskari. Kwa hiyo nakuwa nahakikisha maaskari kwamba hichi sio hichi, lakini kuna watu wa design hivi na wao pia wanakosea. Kwa hiyo mimi sina content mbaya na sijawahi kuitwa sehemu yote nikaoje kwa sababu najua huyu anachokicheza anakijua, na hata ukinioji nitakupa majibu sahihi, hata nionyeshe content hii inafundisha nini na je huyu afanda hayupo au nikuletee. Okay. Kwa hiyo anaelewa kwamba kwa mtu anahakikisha ujumbe fulani. Oh yes. Bwana, shukrani sana Afande Karokola. Time letu linakata kweli kweli. Dakika ni 54. Bwana huwa tunalisala ndani ya Love Patrol. So kabla ya kumaliza lazima tuwasomee lisala wageni wetu na muisikilize. Huwa tunalisala, maana si kazi nyepesi kutoka huko mlikotoka hadi hapa. Kwa hiyo lisala lazima isikilizwe kwa time hii. Dakika ni 55. Baada ya hapo ya lisala tutaweza kufunga rasmi bwana ndani ya Love Patrol. So tuonao kwa TV lazima lisala tuwasomee lisala yetu ambayo ni Love Patrol pamoja na msikilizaji wetu. Bwana, ifuatayo ni lisala ya shukrani. Na ombi la udhamini wa wa vipindi. Yes, ndani ya Love Patrol. Ndugu msikilizaji, tumefikia mwisho katika kipindi hiki kwa mahojiano kati ya Afande Karokola na Kamgisha. Asanteni sana kwa kukubali mwaliko wetu, ndugu zetu, kwa kushiriki na sisi, kutupa uzoefu wenu, ujumbe wenu ambao umegusa maisha ya wengi kupitia kazi zenu za uigizaji. Mnaendelea kutuburudisha, tunalitambua hilo. Mnaendelea kutuelimisha, kuhamasisha jamii. Tunathamini sana muda wenu na uwepo wenu katika Love Patrol usiku wa leo. Kabla tujahitimisha kipindi chetu, tungependa kuwakaribisha rasmi, kuwakaribisha tena kwenye Love Patrol sehemu nyingine ya kipindi hiki. Pia kipindi hiki kimekuwa kikirusha maudhui yake katika upande wa mitandao, yani YouTube. Lakini changamoto kubwa ya kipindi hiki, maudhui ya YouTube yamekuwa yakichelewa kwenda kufuatana na changamoto za hapa na pale, kukosa wadhamini na vitu vinginevyo ambavyo vimekuwa vikitusibu, lakini tumekuwa tukifikia jamii yetu, kizingatia sasa hivi redio si tu redio. Ili uendane na ulimwengu lazima tuweze kwenda YouTube. Kwa heshima kubwa, tunaomba kudhamini angalau vipindi viwili vya Love Patrol. Tunatumaini ushiriki wenu utakuwa ni utaweza kusaidia kuendelea kwa kipindi hiki, kuitangaza kazi yenu pamoja na kuitangaza miradi yenu kwa hadhira ambao wanapenda kuwasikiliza na kuwafuatilia. Kamgisha na Afande Karokola, mlango wa Love Patrol uko wazi wakati wote. Tunawaalika kwa moyo wote mmoja, tushirikiane kujenga jamii yetu kupitia maudhui yenye elimu na burudani. Kwa mara nyingineyo tena tunawashukuru, asante sana kwa kuweza kufika ndani ya Love Patrol. Asanteni sana kwa kuweza kufika na kuwa miongoni mwa wana Love Patrol. Kilio chetu kikubwa
ni udhamini wa vipindi kwa upande wa YouTube. Yes. Asanteni sana kwa kuwa na sisi ndani ya Love Patrol na karibuni tena. Bwana, hiyo ndio risala yetu, japo hatujabezi sana kama zile za ni fupi kwa sababu ya muda wetu. Kwa hiyo risala yetu bwana ndio hivyo ambavyo umeweza kusikiliza, mabibi na mabwana, wavulana kwa wasichana. Yes, ambayo ni kilio kingi cha wasikilizaji kwa sababu ukizingatia mkoa wetu ambao tupo katika tasnia yetu, ni ngumu sana kupata watu ambao unakuwa unahitaji kwa muda mwingine unapata kwa simu, muda mwingine unapata simu imechelewa. Yaani unakuwa una jambo lako unalihitaji ulifanye kwa muda, lakini muda umechelewa. So huwa tunarusha maudhui yetu pale mtandaoni. Kwa hiyo ndugu zetu, tunaomba neno lenu juu ya hili katika kudhamini vipindi vyetu kwa upande wa YouTube. Issue kubwa ni cameraman kwa ajili ya kurusha maudhui mtandaoni. Kwa hiyo ndugu zetu, kwa hizi dakika karibuni sana neno lenu ndani ya Love Patrol. Tunashukuruni sana. Ni uzuri tumefika na kubwa ambalo lipo ni kwamba ni kusupport jambo la nyumbani. Yes. Sisi tofauti na kazi ambazo tunazifanya na Bwana Kalokola, sisi tuna walezi ambao tuko nao ambao wanatusupport, wanatusikiliza katika 1 na 2. Kuna clip nyingi pia tumeposti. Kwa chochote kile ambacho tunakuwa tunahitaji tunakipata kwa wakati. So tuna ndugu yetu mmoja anaitwa Robi One Farmers. Ni mdhamini wetu ambaye ni mlezi ambaye anatusikiliza. Na kupitia, na ndio maana nimesema achukue video kijana kupitia ili jambo pia tutalifikisha, tuwezi kulitolea maamuzi ya moja kwa moja. Lakini kwa jinsi risala inavyosema hapa tutaliweka sawa. Lakini tuko na ndugu yetu pia mwingine ni mama anaitwa Mama Katunda Hardware, na yake iko Dar es Salaam huko. Pia ni mtu ambaye anatusupport na nina imani kwamba pia kwenye hili nalo litaenda sawa. Tuna mtu mwingine pia anaitwa Mzee wa Bandari. Mzee wa Bandari ni mzee maarufu sana hapa. Kuna nyumba moja ile trending mwaya moja hivi, alijengaga nyumba kubwa akaipiga madrone juu nini ile. Rais nani walipost. Kuna yule bwana nani tuko na mcheke jambo alipost hiyo nyumba. Kwa hiyo huyo tuna ndugu yetu kabisa anaitwa Mr. Edwin. Huyo ni mchimbaji wa visima vya maji. Yani mkoa wowote ule. Pia na ili tutalifikisha kwake. Kwa nadhani ili jambo pia tutalitolea majibu uzuri, tunawasiliana mimi na wewe. Mambo yatakuwa ni mazuri zaidi au lingine kaka. Mimi huyu kazungumza upande wa wadhamini ambao binafsi sisi nibeba director Iskani. Tukana harakati wote wa Gongo Ulimbo lazima tu wa kweli. Lakini kutokana na alivyosema sitaki nirudia aliyosema. Lakini nataka niongee kitu kingine. Sisi Mungu akitujalia na kushirikiana na nyinyi kama itakaa vizuri. Kwa sababu unajua kampeni yetu mimi na Kamugisha ni pamoja na hili. Kwa sababu sisi tunategemeana. Kupitia kwenu na kuna sisi. Sisi Mungu akitusaidia tuna jambo letu la mwezi wa 12. Kwa kwetu kama sisi kama tukana tukatafuta wadau mbalimbali. Lakini mimi nataka tulifanyie hili na kupitia kwenu hapa kupitia kama kampeni. Kwa sababu ngwambie kitu kimoja, inawezekana watu wapo lakini wasijue namna gani ya kulisukuma. Na sisi kupitia nguvu yetu au kwa kile ambacho tunaenda ukifanya, kwa sababu tutakuja na slogan yetu ambayo inawezekana ikatuleta wote kwa pamoja. Na uzuri kujua ni mchango gani unaweza tukautengeneza, kitu gani kikatengenezeka kwa kukusanya wadau mbalimbali na wengine ambao tumeweza kuwazungumzia, tukaweza kupata hicho kitu. Mtu akasimamia akasema vitu viwili vitatu, tusimamie vitu vingi, vitu viwili vitatu kwa kupitia nguvu yetu, kelele zetu na kujua namna gani tuweza kusukuma. Lakini mimi vile vile kaweza kuwataja hapa, lakini kuna mtu mwingine katuleta Osho bwana kaandaa tamasha la kitaifa. Osho bwana bwana BMC bwana mzee Tumaini Wanibaki. So bwana kafanya tamasha kubwa na wanafanya mazingira makubwa zaidi. Kwa hiyo sisi hao wote kitendo cha kuleta sisi najua sasa hivi anasikiliza. Umeshanipata vizuri. Kwa hiyo mheshimiwa bwana tajiri ili najua unaliweza. Ishi kubwa hapa ni kusupport hiki kipindi kiendelee kusikilizwa, kwa sababu kinasikilizwa na watu wengi. Ni kwenda kumsupport kameramani kweli, na tumemkuta ili matukio yaweze kuwa makubwa zaidi. Unajua sasa hivi media nyingi zinadili sana na YouTube pia. Ili kufanya pia mtangazaji usogee, watu wote ambao wanakuwa kwenye radio vipindi viweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Kwa kikubwa zaidi ni hicho, lakini pia ngoje tufanye kwanza hili tamasha ambalo tunalo mbele yetu. Baada hapo sisi pia na sisi wenyewe ngaje bro kasema tumenani sana, lakini binafsi na sisi tutajua tunawezesha vipi, unajua. Tutuina kochokasi turagiroko turagira nankayena ngano kama utana nakamnanka achemwana kamnanka nyendo kikoro mbukuru nyampele hiyo nakwele hiyo jamani. Tuko pamoja. Ila mimi bwana, la mwisho jamani, la mwisho kabisa hii siku ya tarehe 8 siku ya tarehe 8 tuli pale tuli 8 niwaambie watu cha Kairabwa tena tuanze sisi na Kamgisha sisi tutakuwa pale kuanzia saa 4. Lengo letu ni moja, wale kila wanachokiweza ukiona kiingilio na kiingilio wameweka affordable kabisa 2200. Sasa 2200 nadhani ni kiwango ambacho ni cha mwisho kabisa. Watu waje na nyinyi mje. Kuja pale mimi kuja pale naweza tukapata majibu. Nyewe ninachokizungumza kwenye watu kuna mengi. Tuje watu kwenye saa 4 sisi tuko pale, waje wao na tushirikiane. Bwana Shana si ndio? FM 91.7 watakuwepo pale, mje tufanye jambo, tushirikiane, tuinue mkoa wa Kagera kwa kushikana mkono. Ni sawa sawa? Kwa chochote tuseme asante. Bwana ngoma yetu bwana Elie bwana. Njoo tuimbie kidogo, mtupige kapera jamani. Mtupige kapera, nikimaliza nitaipiga hapa. Tunaitwa bwana ngoma yetu inaitwa Yowe Yowa Rugandoro wana kwatana nowa. Korandi bata wagwembera wagwetaulira oragota korandi bata wagwetaulira wagwembera oragota. Yani maana yake tugamba kamo tugamba kamo abaya tugirobumo tugamba kamo ati jaija yeta mamiro shebi na iwe oje yani tumanyangane tumanya Rugando ruona kwatana no wali wo mwowa injenje ketamala butamu kesho pale. Tarehe 8 watu mjoni. Yani tuna vitu vingi sana. Watu wafiki 8 kia Kairabwa. Mabibi na mabwana, fulana kwa siana bwana, nikwambie bye bye. Shukrani sana kwa kusikiliza Love Patrol ya leo, ilikuwa ni nzuri sana. Zaidi ya yote bwana, shukrani sana. Huyu tutoa message zenu nitazisoma na majibu nitayawapata. Pastor Joel Daudi anafuata ngoma yao bwana inaitwa Hii ni Love Patrol.